hii tunayoona leo ya watu kufanya sijui Gen Z, kufanya maandamano, kufanya nini, ilishafanyika huko nyuma kwa lengo la kuondoa ile mifumo ya watu wachache. Zile oligarch government zilikuwa nepotism, unakuta ni familia king, ni familia tu ndo zinaongoza, yani familia chache tu ndo zinaongoza nchi. Ilishafanyika, watu walishafanya mapinduzi, vita vya wao kwa wenyewe huko Ulaya vilishafanyika kwa lengo la kutengeneza. Usizione hizo nchi leo zimekaa katika mfumo ambao tunaoita demokrasia. Wameshapitia mengi katika kufikia huko. Kwa hiyo tukafika sasa baada ya karne ya 19 ndipo dunia ikaanza kujitafuta sasa kurudi kwenye mifumo ya kidemokrasia. Wakaona kwamba utaratibu tulikuwa tunakwenda nao, hata baadaye makoloni walivyoenda wakatengeneza makoloni kwenye nchi mbalimbali, walikuona kwamba haifai. Pamoja kwamba sisi tuna, kwa mfano hata nchi zetu za Afrika zilizokuwa chini ya ukoloni. Kumbuka hapa Tanzania tulikuwa na mfumo wa ukoloni, lakini waliruhusu vyama. Tulikuwa na vyama 4. Tulikuwa tuna TANU, tulikuwa tuna ANC, tulikuwa tuna AMNAT na tulikuwa tuna UTP. Vyote vilikuwa ni vyama viko chini ya nini? Chini ya mfumo wa ukoloni. Wao wenyewe waliona kwamba hatuwezi, pamoja kwamba tunasimamia hizi nchi, lakini lazima turuhusu mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba ushiriki wa watu wengi katika kuamua mambo yao, na sio tu kwenye mambo ya uongozi, rasilimali na vitu. Kwa hiyo ikaenda mfumo huo wa demokrasia ukaenda, tukaja kupata uhuru. Kwa mfano Tanzania, sasa tunazungumza Tanzania, tukapata uhuru mwaka 61. Kati ya hapo vilifanyika chaguzi nyingi sana za mfumo wa vyama vingi, na vyama vingi ambavyo wa mwisho kabisa ulifanyika mwaka 60 ambapo TANU ilichukua karibu vitu vyote 70, na vyama vingine vile vidogo vikachukua. Sasa mfumo huo sisi bahati mbaya kama Tanzania tulipopata uhuru tukaona kwamba kwa sababu tulikuwa tunajenga nchi, basi tuachane kwanza na mfumo wa vyama vingi, turudi kwenye mfumo wa chama kimoja.